Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tuangazie ripoti maalum ambayo inaeleza kwamba sababu kuu za Irani kufanya mazoezi katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo wametangaza kuanza mazoezi hayo mnamo Februari 1 siku ya Jumapili. Mwanzoni kabisa Irani ilitangaza rasmi kuanza mazoezi makubwa ya kijeshi ya kutumia silaha halisi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia Februari 1, 2026. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kutokana na umuhimu wa eneo hilo katika usafirishaji wa mafuta na gesi duniani, pamoja na hali tete ya kisiasa na kijeshi kati ya Iran, Marekani na washirika wake akiwemo Israel. Mazoezi haya yanafanywa na jeshi la majini la kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Navy, na yanahusisha meli za kivita, makombora ya baharini, boti za kasi na mifumo ya ulinzi wa pwani. Mlango wa Hormuz ni njia nyembamba ya bahari inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman na hatimaye bahari ya Hindi. Ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa sababu takribani 20% ya mafuta yote ya dunia husafirishwa kupitia hapa kila siku. Lakini gesi nyingi ya kimiminika LNG kutoka Qatar na mataifa ya Ghuba hupitia eneo hili. Lakini pia meli za biashara, mafuta na kijeshi hupishana kwa umbali mdogo sana. Kutokana na hali hiyo, tukio lolote la kijeshi Hormuz lina athari za moja kwa moja kwa uchumi wa dunia, bei za mafuta na usalama wa nishati. Huo ni utangulizi kile ambacho kinaendelea hapo Hormuz, lakini kwa hivi sasa na kuletea sababu kuu za Iran kufanya mazoezi haya ya kijeshi, na wamedhamiria kwa kiasi kikubwa sana na wamekusha toa tahadhari kwamba wanakwenda kufanya mazoezi makubwa katika eneo hilo. Sababu ya kwanza ni kuonyesha nguvu na uwezo wa kijeshi. Irani inalenga kuonyesha kuwa ina uwezo kamili wa kulinda mipaka yake ya baharini na kudhibiti maeneo muhimu ya kimkakati. Mazoezi ya live fire, yani ya kutumia silaha halisi, yanatumika kama ujumbe wa wazi kwamba Irani iko tayari kijeshi, hasa katika eneo ambalo ni nyeti zaidi kimataifa. Kupitia IRGC, Irani inataka kuonyesha kwamba uwezo wa kushambulia meli za adui endapo itahitajika, na pia ina uwezo wa kuzuia au kudhibiti harakati za kijeshi baharini, lakini vile ina utayari wa kutumia makombora ya pwani hadi baharini. Kwa mazoezi haya yanakwenda pia kuionyesha Marekani kwamba Irani ina nguvu gani kijeshi, na Irani inaposema kwamba inaweza kupigana na Marekani wakati wowote, basi kupitia mazoezi haya ndipo ambapo majibu yatakwenda kufika kwa Marekani, ambao nao wamekita kambi katika ukanda ule wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Sababu ya pili ni jibu kwa ongezeko la uwepo wa kijeshi wa Marekani. Katika siku za hivi karibuni, Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Ghuba, ikijumuisha meli kubwa za kivita, lakini manuari ya USS Abraham Lincoln pamoja na vikosi vya anga na ndege za kivita nyingi kama F-18, 16, 15, 35 zote zimekita kambi katika eneo la Mashariki ya Kati, wakiongozwa na manuari kubwa ya kijeshi aina USS Abraham Lincoln iliyotia nanga hivi karibuni katika pwani ya Oman. Irani imeona kwamba hatua hizi ni kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake, na mazoezi ya Hormuz yanachukuliwa kama ujumbe wa onyo kwa Marekani kwamba Irani haitakubali kubanwa kijeshi katika eneo lake la ushawishi. Vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kwenda katika taifa la Iran vimekuwa vikiongezeka siku baada ya siku. Maafisa wa Marekani wakitishia shambulizi, rais wa Marekani mwenyewe akitishia shambulizi, lakini vile nchi washirika kama Israel nayo ikitishia mashambulizi katika taifa la Iran. Sasa kufuatia vitisho ambavyo vimekuwa vikizidi, Iran inaona sasa kuna wajibu wa kuweza kutoa onyo kwa Marekani kwamba tuko oni muda wote ambao mtahitaji sisi kuweza kuingia vitani kupambana na uchokozi wote ambao utaanzishwa dhidi yetu. Hao ndio Irani kwa kile ambacho wanakwenda kukionyesha. Lakini vile sababu ya tatu ni vita ya kisaikolojia na kisiasa. Mbali na upande wa kijeshi, mazoezi haya yana lengo la kisaikolojia na kisiasa. Irani inatuma ujumbe kwa Marekani, Israel, mataifa ya Ghuba na jumuiya ya kimataifa. Ujumbe huo ni kwamba Irani bado ina nguvu kubwa ya kikanda licha ya vikwazo vya kiuchumi, shinikizo la kisiasa na vitisho vya kijeshi. Taifa la Iran limekuwa kwenye vikwazo vya muda mrefu sana kwa zaidi ya miaka 40 hadi sasa, lakini limekuwa likipingwa vikali dhidi ya mpango wake wa nyuklia. Na nyuklia hiyo imekuwa ikipingwa, japokuwa amekuwa akisisitiza kwamba anaitengeneza kwa mpango wa amani na si kuleta machafuko au hofu katika dunia. Kupitia vikwazo hivyo,
bado Iran inazidi kuonyesha kwamba licha ya vikwazo mlivyoniwekea, lakini bado na uwezo kijeshi wa kuzalisha silaha za kutosha, silaha nzito, na bado na uwezo wa kuweza kuimarisha jeshi la IRGC. Irani inakwenda kutuma meseji hiyo. Lakini sababu ya 4 ni kuzuia mashambulizi au mipango ya siri. Irani inaamini kuwa mipango ya siri inayohusisha mashambulizi ya kijasusi, huduma dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia, hujuma dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia, mashambulizi ya anga au baharini. Kwa kufanya mazoezi haya, Irani inalenga kuzuia adui kufikia hatua za kijeshi, kwa kuonyesha kuwa gharama ya kushambulia Irani itakuwa kubwa sana. Na hata viongozi wake wamekuwa wakisisitiza kwamba bado wako tayari wakati wote kufanya mashambulizi. Endapo adui atajilengesha kuweza kufanya mashambulizi, basi gharama ambayo italipwa ni kwa kiasi kikubwa sana sana, na hofu imekuwa ikipelekwa kwa kiasi kikubwa sana kwenda katika taifa la Marekani. Kwa hivyo, mtazamaji, hizo ndio sababu 4 ambazo kwa nini Irani inafanya mazoezi katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni kitovu kikubwa sana cha uchumi wa dunia kwa hivi sasa, kwa sababu ndio sehemu ambayo meli zinapishania hapo ili kuweza kusambaza bidhaa mbalimbali. Mtazamaji wetu, basi kuna mengi sana utakwenda kuyafahamu. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.